hali ya upatikanaji wa dawa kwa sasa ni 99% katika vituo vyetu vyote vya kutolea huduma za afya. Umaliziaji wa wodi ya wazazi na jengo la upasuaji zahanati ya Mpiji Magoe imetumia jumla ya shilingi milioni 29.3 na ujenzi umekamilika. Umaliziaji wa ujenzi la upasuaji zahanati ya Amani jumla ya shilingi milioni 5.5 umefanyika. Ujenzi wa ghorofa hospitali ya wilaya kiasi cha shilingi bilioni 1.2 zimetengwa, na mradi huo sasa hivi, ndugu mwenyekiti, uko katika hatua ya manunuzi. Hali ya utekelezaji wa miradi ya afya imesaidia kuongeza huduma za afya karibu na wananchi na kupunguza kero ya huduma ya afya katika maeneo yetu, lakini pia imepunguza vifo vya mama na watoto na msongamano katika vituo vya afya uliokuwepo awali. Elimu ya msingi, ndugu mwenyekiti, ukarabati wa madarasa 6 shule ya msingi Goba jumla ya milioni 45 ukarabati umekamilika na madarasa yanatumika. Ujenzi bweni moja la wanafunzi wenye mahitaji maalum lenye mfumo wa uvunaji wa maji shule ya Kibamba shilingi milioni 107.9. Umaliziaji wa jengo la utawala shule ya msingi Kawawa, fedha iliyotumika ni milioni 29. Ujenzi wa matundu 6 ya vyoo shule ya msingi Msakuzi shilingi milioni 10.8. Ujenzi ukuta shule ya msingi Kibamba milioni 45.9. Ujenzi wa vyumba viwili vya madarasa na matundu 4 ya vyoo shule ya msingi Msumi milioni 54.8 na ujenzi umekamilika. Ujenzi wa matundu 24 ya vyoo katika shule ya msingi Bwawani milioni 40 zimetumika. Fedha za elimu bila malipo zimetolewa kwa shule zote 69 za serikali. Sina budi kusema asante kwa kazi kubwa ambayo imefanyika ndani ya halmashauri kupitia madiwani wetu ambao asilimia kubwa ni wapya. Kazi ambayo tumeiona, mimi binafsi na kamati yangu tumeridhika, kwa sababu kazi yetu sisi ni kusemea chama chetu cha Mapinduzi kwamba tulisema tutaenda kutekeleza, na niseme mmetekeleza vizuri. Mungu awabariki. Huo umoja wa halmashauri ukiongozwa na madiwani uendelee hivyo hivyo bila kuyumba. Mimi kazi yangu kubwa ni kuhakikisha Chama cha Mapinduzi kinatembea kifua mbele, kwa maana sisi tumeomba na tumepita kuomba kura. Mliona namna gani tulivyokuwa tunatumia nguvu. Sasa wakati mwingine tunataka tutumie nguvu kidogo, kwa sababu utekelezaji wa ilani umekwenda vizuri. Sisi tukawe kioo cha jamii kwenye makata yetu, kwenye matawi yetu, tuwe mfano wa uongozi. Panapotokea tatizo tukae chini, badala ya kutupiana kwenye maneno wenyewe kwa wenyewe, na hii itaonyesha dira nzuri ya uongozi kwenye wilaya ya Ubungo. Kwa yale maeneo ambayo unakuta watendaji wetu hawafanyi kazi zao ipasavyo, hebu tukajitahidi kuwasimamia. Lakini vile vile tukaangalia wale wanaojiunganishia maji isivyo halali, kwamba hivi kweli wote wanaotumia maji wameunganishiwa maji kihalali? Wenye viwanda vya tofali, wenye mahoteli, wenye magesti na miradi mingine mbalimbali ya uwekezaji, hebu turudi tukaangalie kwa kina, kila mmoja kweli maji yale ameyapata kihalali na kweli anayatumia kwa mujibu wa utaratibu au la. Lakini pia tukaangalie kwa wale watendaji wetu wenye haya maboza, ni akina nani? Ni akina nani? Mbona sehemu zingine katika vyanzo vya maji, vyanzo ni hivyo hivyo, wa maboza maji wanapata, lakini kwa wananchi wetu maji hawayapati. Naomba kwenye hilo hebu jitahidi kutuondolea hizi kero. Kumshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa kazi kubwa aliyoifanya ya kuendelea kuleta miradi mingi kwa kipindi hichi chote ambacho utekelezaji wa ilani iliyowasilishwa imefanyika. Lakini jambo la pili, nipongeze Mheshimiwa Mkuu wa Wilaya na timu yake yote ya wataalamu, mkurugenzi, dasi, pamoja na watendaji wa mitaa na kata, wenye viti vya mitaa, madiwani, kwa kazi kubwa wameifanya ya kuendelea kutekeleza haya ambayo leo tumekwenda kuyajadili. Lakini jambo la mwisho, mwenyekiti, niseme tu kwamba na nilisema juzi kwamba serikali na chama ni mapacha. Sisi wajibu wetu ni kusimamia serikali. Wajibu wetu sio kuhangaika kuikosoa serikali bila sababu. Kwa hiyo wataalamu muendelee kuvumilia. Mnapoona chama au wajumbe wanatoa hoja zao
kwenye baadhi ya mambo wanawasaidia kufikisha yale ambayo wananchi wanalalamikia, na niombe sana majibu mnayoyatoa pia yaendane na uhalisia, na kwenye vikao hivi ni bora tuambiane ukweli. Kuna sehemu jambo halijakaa sawa, ili tuweze kushauriana namna bora ya kufanikisha. Tuna nguvu ya mawaziri wawili, tuna DC mwenye uzoefu mkubwa, tuna DC mzoefu, tuna mkurugenzi na wataalamu mbalimbali. Tushirikiane, tusaidiane.